Habari, mimi ni Khamis Said Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App, somo la 12, unit namba 3. Kanuni ya lugha nyingine. Kanuni ya lugha yetu inaitwa ni uelekeo. Nasema ni uelekeo au kujingatua. Yaani tutaeleza hapa kwa maelezo ili ieleweke zaidi. Tuna yönelme durum, dil bilgisi, dil bilgisi. Maana yake ni tunasemaje? Ni maelezo ya lugha au elimu ya lugha, lakini tunamaanisha kanuni ya lugha. Yönelme durum. Yönelme durumu. So hii ndio kanuni yetu ambayo inatuambia ni yönelme durumu. Yönelme durumu ni hali au kadhia ya kutumia uelekeo. Yönelme ni kuelekea. Yani kama ni upande huu, kule, yani ni kuelekea. Kwa hiyo kanuni inatuambia hivi. Kuna vitu vya kuongeza kwenye kitendo au kwenye jina. Sawa? Ili kuonesha huu uelekeo. Kuelekea kwenye shule. Sijui anaenda mjini. Yani kuenda mjini maana yake ni kuelekea mjini. Si ndio? Tuko hapa, yeye ameelekea maktaba, ameenda maktaba. Kwa hiyo kwenye neno maktaba kutaongezewa kitu, au kwenye baadhi ya sentensi kitendo pia kinaweza kikaongezewa. Hii kanuni yetu. Tunaongeza nini? Tunaongeza vitu viwili. Tunaongeza vitu ya au a. Sawa? Ya au a. Halafu tunaongeza ye au e kwenye jina au kwenye kitendo. Sawa? Wakati gani ya a? Wakati gani ye e? Wakati huu zile herufi nzito za silabi ni a, e, o na u. Wakisha kuwepo hawa kwa nyuma ya hilo jina, hicho kitendo, basi ujue mbele yake tutaongeza ya au a. Sawa? Na hawa ni wale wepesi. Kwa hiyo kuna e, kuna i, kuna e na kuna u. Kwa ikisha kuwa na mchanganuo huu tayari umeshajua. Katika herufi za silabi za kitendo za huku kwenda kushoto, kutoka mwisho wa kitendo mwisho wa jina kwenda huku kushoto, ya kwanza ni ipi? A, e, o, umo au ni e, i, e, u? Unapata maelekezo ya kuweza kuongeza ye, e au ya a. Wakati gani tunaongeza ye au e, ya au a? Hilo tunaweza sasa kuwa tumelitatua hapa. Ye au e ni tunaangalia hapa, ya au a tunaangalia hapa. Tumebaki hapa sasa, kuni hawa hapa. Wakati gani ya, wakati gani a? Wakati gani ye, wakati gani e? Ni hivi tu. Kitendo kikiwa kimeishiwa na consonant, tunaongeza hawa wawili wajuba, a na e. Kwa mfano okul. Okul limeishiwa na consonant. Ikiwa limeishiwa na consonant, tunaongeza mbili hizi, e au a. Tunaandika e afu a. Zote mbili hapa. Tuone ipi sahihi. Tunarudi nyuma wa kitendo chetu. Le, a. Kwa hiyo silabi ya kwanza ni u, pardon.
Sorry, samahani, ni u. U ni katika zipi huku? Hii au hii? U hii huku. Kwa hiyo tunajua kabisa ni a. Kwa hiyo e anakwenda, inakuwa ni okula. Kuelekea shuleni. Sawa? Okula gitmek. Sawa? Haya. Kwa hiyo tunaongeza hizi silabi mbili kwa mujibu wa nini silabi ya nyuma. Ikiwa neno limeishiwa, jina limeishiwa na consonant, tunaongeza a au e. Kwa nini naongeza a? Sababu ipo. Kwa nini naongeza e? Sababu ipo. Ikiwa neno letu, jina letu, kitendo chetu kimeishiwa na silabi, tunaongeza ye au tunaongeza ya. Kwa mfano, araba. Yes. Araba. Araba ni jina ambao ni gari. Herufi ya mwisho yetu ni silabi. Kwa ikiwa imeishiwa na silabi, basi jua kabisa tunaongeza ya au ye. Tunaongeza ya au ye. Ni ipi sasa ambao ndo ina usahihi katika hapa? Tunaangalia hii herufi yenyewe ya silabi ya mwisho. Ni ipi? Ni a. A iko katika grupu gani? Grupu hili huku. Kwa hiyo tunaongeza ya. Kwa hiyo yeye anakuwa amekwenda na maji. Sawa. Hapa naandika kimehesabu ili kufahamisha zaidi, lakini sio kama ndio kwenye maneno utaandika hivi. Unaona ni usio kwa ya unaandika ya moja kwa moja tu, araba ya. Na hizi ukiziandika zinakuwa as neno moja. Yaani hapa kunakuwa hakuna space. Zinakuwa zina banana. Kwa hiyo okula, araba ya inakuwa ni neno moja, hamna nafasi baina yake. Sawa. Kwa hiyo ndiyo kanuni yetu ya yönelme. Yönelme ni kuonesha uelekeo. Kuonesha uelekeo. Tutoe mifano miwili mitatu kwa ajili ya kuweza kufahamisha zaidi kanuni yetu. Mfano wa kwanza. Her sabah işe gidiyorum. Sawa. Her sabah işe gidiyorum. Kila asubuhi ninakwenda kazini. Kila asubuhi ninakwenda kazini. Ish, neno letu ish, mwisho wake ni hapa tu. Kwa hiyo ish ni kazi. Kuelekea kazini sasa ninakwenda. Ukisema ninakwenda, kitendo nakwenda ndicho kinamaanisha kuelekea. Sawa? Huko nakwenda huko. Kwa hiyo ndio maana tumeongeza ishe. Hii e yetu kwa sababu kitendo jina letu limeishiwa na consonant, tunaongeza a au e, si ndio? Kwa nini tumeongeza e? Kwa sababu herufi ya silabi inayofuatia kutoka mwisho wa hili jina ni i, ambayo ni nyepesi katika kundi la wale watu ambao wanaongezwa ye au ye. Lakini hapa ni e kwa sababu kuna consonant, lakini pia kwa sababu kuna silabi nyepesi i, ndio maana imekuwa e. Mfano mwingine. Mfano mwingine unaweza kuwa ni kwamba kedi ağaca tırmanıyor. Kedi ağaca tırmanıyor. Tırmanıyor. Kedi ni paka. Mnakumbuka ağaca tırmanıyor. Tırmanmak ni kupanda, kukwea. Tırmanmak. Unaona kabisa hapa yor, ukitoa yor unaongeza yetu maki yetu, sawa, inakuwa ni asili ya kitendo. Ağaç. Hili neno hapa asili yake kabisa ni ağaç. Hili ndio neno la asili. Ağaç ni mti.
Sawa, kwa hiyo paka anaparamia mti au anapanda kwenye mti. Kwa kupanda ni kuelekea juu sasa, maana yake anapanda huyo. Umeona kuna uelekeo hapo? Kwa hiyo kitendo cha tillmanmark kina uelekeo. Sawa. Arch ilikuwa si tumeongeza a, si ndio? Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa kuna a. Na kwa sababu imeshiwa na consonant, tunaongeza a kwa sababu hapa kuna a. Sawa, ni silabi nzito. Kwa nini imekuwa j sasa? Che ni katika herufi zile ambazo zinabadilika kuwa herufi nyingine baada ya kuwa katikati ya silabi mbili. Kuna a ni che, hii inakwenda kuwa j. Sawa. Hii ni herufi ya pili nadhani tunajifunza, lakini baada ya masomo kadhaa au mwisho wa unit hii nitaziorodhesha hizo herufi zote ambazo zinabadilika kutoka herufi moja kwenda herufi nyingine. Ndio maana ikawa aja. Kedi aja tırmanıyor. Kwamba paka anapanda au anaparamia mtini kuelekea juu. Na arch ndio neno letu la asili. Kwa hiyo mpaka hapa nadhani tutakuwa tumesha mifano yetu imelingana, au tutoe mfano mmoja. Mfano mwingine kwa ajili ya kuweza kupata ile ye. Evet. Kwa mfano kwenye kitendo au sio? Selim okumaya gidiyor, başlıyor. Selim ni jina la mwanaume Mturuki. Selim okumaya başlıyor. Anaanza, başlamak kitendo asili, başlıyor anaanza. Anaanza kusoma. Kwa hiyo kuna vitendo viwili, lakini kitendo cha mwisho ndio zingatiwa, ambacho ndicho ambacho kinakuwa mwisho wa sentence. Na hii okumak ni kitendo, si ndio? Lakini hapa imekuwa kama anaanza kusoma. Hapa haiko kwenye sura ya kitendo, ndio maana imeweza kuongezewa vitu vingine kama tulivyoweza kusema. Selim anaanza kusoma, okumaya başlıyor, yani anaanza. Kuna kitu anakielekea kukifanya. Yani ameshaelekea kuanza kusoma. Kwa hiyo ndio maana imekuja okumaya. Kwenye kitendo ukitaka kuongeza hizi yönelme durumu. Kwa nini imekuja ya hapa? Ni kwa sababu imeishiwa na silabi. Kwa hiyo ni ya au ye. Kwa hapo nini ya? Kwa sababu ni a yani. Sawa. Ya ni sababu rahisi sana. Kwenye vitendo ukitaka kuongezea ya au ye. Ngoja tu fafanue hapa. Kwenye vitendo vyote vinachukua ya au ye, bas. Ya au ye, bas. Vitendo vyote vinachukua ya au ye. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakichukua kitendo yazmak, tunachotoa ni hii k tu, alafu tunaongeza ya. Gitmek, tunatoa k alafu tunaandika ye, kwa sababu ye, a, ya. Kwa hiyo hivyo ndio urahisi ambao unaweza ukawa unaongezea uelekeo kwenye vitendo. Sawa. Ya, ni mchambuo huo tu nilikuwa nataka kuweka wazi. Kwa hiyo hapa kwenye vitendo hamna kesi ya a au e. A inakuja kwenye majina. Sawa. Lakini kuna majina pia yanachukua ya e. Sawa. Sheria ni ile ile. Mwisho wa neno ni consonant au silabi, unajua cha kuweka mbele. Mwisho wa somo la 12 tukutane katika somo lijalo la 13. Tunakwenda kuchambua kanuni nyingine ya mbadiliko wa kujingamua katika sehemu fulani. Kwa heri, Mapindi Up, elimu kiganjani. Elimu kiganjani.